Naam, asante Paulini Mvungi kwa kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania kitaifa zaidi. Katika kuandaa na michezo yenye ubora na ufahamu, kampuni ya Mafia Boxing Promotion imeendesha semina ya kujitambua kwa mabondia hao, ikiwa na lengo la kuwajenga na kuwabadilisha mitazamo yao ili waweze kwenda sambamba na mabadiliko ya mchezo huo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Kenny Malila. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mara baada ya kumalizika kwa semina hiyo, Dr. Garvin Kweka ambaye ni mtaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza pamoja na maradhi ya akili kutoka hospitali ya Muhimbili ameeleza umuhimu wa wanamichezo hususan wanamasumbwi kuwa na uwezo wa kujitambua katika maisha yao ya kila siku ili waweze kufanikiwa zaidi, huku kwa upande wa mabondia wakishukuru kwa semina hiyo. Ndio kwamba akili za mwanadamu zisipotengenezwa vizuri, na ukiangalia boksa wengi hapa ni vijana, nikawa nia yangu nataka niongee nao niwaambie kwenye dhana moja nzima sana ya kujitambua. Kwa maboksa yoyote, hata kama ana kipawa cha namna gani, kama hata atakuwa ana nidhamu, ni upuuzi, kwa sababu unatengeneza brand inakuwa kama boksa, inakuwa brandi nzuri, lakini siku moja unafumaniwa na mke wa mtu. Siku moja unakutwa kwenye kijiwe cha kuvuta bangi. Siku moja unakamata umemchoma. Kama mnasikia kuna boksa mmoja alijirusha pale Manzese mbele ya treni akajiua, anaitwa Omari, baada ya kuua mke. Kwa hiyo usipoweza kudhibiti hisia zako, ukadhibiti unachofikiri na ukadhibiti fikra zako na tabia, then boksa haina maana yote. Leo tumepewa hii semina fupi kwa maana tuishi kwa kujitambua, tujue kitu gani tunafanya na kitu gani, yani na kitu gani tumekuja kufanya, kujenga. Kwa maana kwa siku nyingine pia kama hivi, hata tukienda sehemu fulani ya kwenda kuhojiwa kifupi. Tunamshukuru daktari wetu ambaye amekuja kutupa elimu, tumeipokea na pia imetufunza, kwa sababu kuna baadhi ya vitu walikuwa hatujui tuishije. Kenny Malila, Channel 10. Asante Kenny Malila kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Kwingine huko ni kwamba wakati vilabu vya Tanzania vinavyoshiriki mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika vikielekea katika vituo vya michezo yake ya mzunguko wa tatu hatua ya makundi, mashabiki na wapenzi wa vilabu hivyo jijini Dar es Salaam wameeleza matumaini ya kwenda kufanya vizuri katika michezo hiyo. Wakizungumza na Channel 10 michezo, mashabiki, wanachama na wadau wa soka jijini Dar es Salaam wameeleza imani ya vilabu vyote vya Tanzania kwenda kufanya vizuri, huku wakikiri ongezeko la baadhi ya wachezaji litaongeza ushindani kwa timu hizo. Naamini ni ile timu kule na timu ndogo ni timu kubwa sana. So kwa hiyo sasa na sie kama na mashabiki tunaiombea kule na tukapambane na angalau na tupate pointi 3. Vitajale Esperance Tunisia ni timu ngumu, yani sio timu ambayo unaweza kwenda ukachukua tu matokeo kirahisi. Otherwise yani Simba awe na mpango mkakati mgumu yani sana kwenda kufanyaje kupata matokeo yoyote pale, ila ni timu ambayo huwezi kwenda ukatoka ukajiamini kwamba anaenda kufanyaje kuchukua matokeo kirahisi. Timu yangu wa Simba, mimi mwana Simba, ila kwa Simba sasa hivi tunavyoona mechi yetu na Simba zidi anacheza sijui na nani wale Esperance Tunisia wale, mechi itakuwa ngumu, ila kwa Yanga kidogo wapinzani wetu naona kama wana nafuu kidogo. Chama namjua na namfahamu, ni mzuri, ila kwa usajili wa sasa hivi timu yetu inavyoenda, naomba Mungu nitakuwa vizuri zaidi. Shindano mema, Yanga yetu, ushindi ni kwetu. Unaamini mtashinda kwenye mechi dhidi ya Ahli kwa ugenini? Tunashinda. Kwa nini unajiamini sana kwamba mtashinda mchezo huu? Yanga iko vizuri. Naona kwamba timu ya Simba sasa hivi inakokwenda, tunategemea, mategemeo ya Tanzania ni ushindi na sio kucheza na kusema kwamba tunatoka au tutafungwa tutafanya. Hapana, tegemeo letu kubwa ni kuona timu imesimama vizuri kwa ushindi. Usajili ni usajili. Kusajiliwa kwa Chama
Shirikisho la mchezo wa ngumi za riadha Tanzania BFT limepongeza Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kutambua michezo kama taaluma ya kitaaluma sawa na kada nyingine, hatua itakayowezesha michezo kuendeshwa kwa ufanisi zaidi. Aidha, shirikisho hilo limesema kuwa ili michezo iweze kuendeshwa kwa njia tija na mafanikio ni lazima yafanyike maboresho ya sheria, kanuni na mifumo ya uendeshaji ili iendane na matakwa ya kisasa ya dunia ya michezo. Pia maboresho hayo yataimarisha usimamizi na uendeshaji wa michezo na hivyo kuongeza manufaa kwa wanamichezo na taifa kwa ujumla. Ni jambo zuri sana kuona serikali yetu kupitia Baraza la Michezo inatambua michezo rasmi kama sehemu ya kama professionalism kama ilivyokuwa kada zingine, na ili ziweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, basi inatakiwa na maboresho ya sheria na kanuni za uendeshaji ziendane na matakwa ya kisasa ili uendeshaji wake na usimamizi uweze kuwa wenye tija na manufaa kwa taifa letu la Tanzania. Mabadiliko haya ni chanya na tunashukuru kwamba wameweza kutambua kwamba kuna mapungufu wa kadha katika sheria hii, na mpaka pale inapokuja kwamba wanataka kuona kwamba mabadiliko haya ni inevitable kufanyika. Kwa hiyo kuwa mmoja wa wadau katika kuperfect yale mabadiliko kwa namna moja au nyingine ni heshima tosha, na kutokana na kwamba sisi tumeweza kuja hapa na kutoa views zetu sisi, inatupa sisi faraja kwamba mchango wetu au maoni yetu sisi yanathaminika. Kwingineko ni kwamba wahitimu wa Chuo cha Maendeleo ya Michezo nchini wameaswa kwenda kuitumikia nchi katika kukuza na kuendeleza sekta ya michezo kupitia taaluma hiyo iliyoipata, kwani sasa sekta hiyo inahitaji maalum ili waweze kupata na kuendeleza michezo nchini. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Wito huo umetolewa Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Metusela Ntonda, wakati alipokuwa mgeni rasmi kwa niaba ya Waziri Paul Makonda katika mahafali ya 14 ya chuo hicho kilichopo jijini Mwanza, ambapo amewataka kwenda kuwa mabalozi wazuri na kwenda kuikuza sekta hiyo kupitia taaluma yao. Endeleeni kujifunza, kama ambavyo wanasema kwamba elimu haina mwisho, lakini pia katika maisha lazima tuendelee kujifunza kila kukicha. Kwa hiyo endeleeni kujifunza maisha yenu yote. Endeleeni kufuatilia mabadiliko ya sayansi ya michezo, usimamizi na hasa teknolojia. Lakini pili, rudisheni fadhila kwa taifa ambalo limewapa elimu bora kwa kuwalea. Limewapa elimu bora kwa kuwalea vijana mkiwa vijana chipukizi ili kusaidia jamii zenu na kuendelea kushirikiana na chuo. Siondoke mkiwa mmeacha chuo, endeleeni kushirikiana na chuo katika mambo mbalimbali ya kukuza na kuendeleza taaluma hii ya michezo kama ambavyo nyie mmepata. Nikodem Mwarajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nikodem Mwarajiga kwa kutujuza taarifa, na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa. Na sasa ni wasaa kuangaza habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea siku ya jana kwa michezo 9 kupigwa, ambapo baadhi ya timu kubwa zilipata ushindi mnono huku zingine zikijikuta zikikumbana na matokeo ya kushangaza. Katika moja ya matokeo yaliyotikisa soka la Ulaya, Bodo Glimt ya nchini Norway ilibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Manchester City, matokeo yaliyowashangaza wengi kutokana na ubora na uzoefu wa Manchester City katika michuano hiyo chini ya kocha Pep Guardiola. Nchini Hispania, Real Madrid iliendelea kuonesha ubabe wake baada ya kuichakaza AS Monaco ya Ufaransa kwa mabao 6-1. Ushindi huo ulitoa uelekeo mzuri wa kocha Alvaro Arbeloa ambaye alisimamia mchezo wake wa kwanza wa michuano hiyo akiwa na timu hiyo ya Santiago Bernabeu. Kwa upande mwingine, Arsenal ilibuka na ushindi muhimu ugenini baada ya kuifunga Inter Milan mabao 3-1. Matokeo hayo yanawafanya the Gunners kusalia kileleni kwenye msimamo. Katika mechi nyingine, Sporting Lisbon ya Ureno iliwashangaza mabingwa watetezi PSG kwa ushindi wa mabao 2-1, huku PSG ikishindwa kutumia vyema
nafasi walizozipata. Nchini Uingereza, mabingwa wa Europa Tottenham Hotspur iliwafunga Borussia Dortmund mabao 2-0 nyumbani. Klabu ya Ajax iliendelea kung'ara ugenini baada ya kuifunga Villarreal mabao 2-1, huku klabu Brugge ikiibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Kairat Almaty. Olympiacos ya nchini Ugiriki ilipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya mabingwa wa zamani wa Bundesliga Bayer Leverkusen, huku Copenhagen ya Denmark na Napoli ya nchini Italia zikigawana alama baada ya kutoka sare ya bao 1-1. Michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya inaendelea tena siku ya leo kwa michezo 9 kupigwa katika viwanja tofauti, huku kila timu ikipambana kuhakikisha inapata nafasi nzuri itakayowafanya kufuzu katika hatua ya mtoano. Kenny Malila, Channel 10. Asante Kenny Malila kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Kwa sasa nirejeshe matangazo haya kwake Pauline Mvungi kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo. Usiondoke.